Karibu ndugu pendwa katika channel yako hii ya maendeleo binafsi, ambayo tunatoa elimu inayolenga kumsaidia mtu kuweza kulijua kusudi lake pamoja na kugundua uwezo wake wa ndani. Ule uwezo unalenga kipaji cha kwake pamoja na kumpatia mbinu mbalimbali za kumwezesha kufanikisha malengo, maono, ndoto alizonazo katika maisha yake. Na zaidi channel inamsaidia kukua kiakili, kiroho, hata pia kihisia. Sasa kama ndio mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, basi unaweza kupata muda na nafasi ya kuweza kusubscribe, ndipo tuweze kuanza, maana tunakuwa bora zaidi ya jana, na ili tunapotoa video kila mara uwe wa kwanza kupokea taarifa, yani notification. Sasa leo tunaenda angalia kipindi cha mchana. Tuliangalia kipindi cha asubuhi, sasa leo tunaangalia kipindi cha mchana, yani kuanzia miaka 26 mpaka 50, 26 mpaka 50, l'âge de 26 ans jusqu'à l'âge de 50 ans, pamoja na kipindi cha jioni kuanzia umri wa 51 mpaka 75, yani l'âge de 51 ans jusqu'à l'âge de 75 ans. Sasa katika kipindi cha mchana ni kipindi ambacho kinalenga sasa kufanyia kazi yale uliojifunza katika kipindi cha asubuhi. Hiki ni kipindi cha kujenga maisha, kufanya kazi na kujenga maisha, kutekeleza yale ulioyajifunza katika kipindi cha asubuhi. Sasa jambo la kwanza katika kipindi hiki cha asubuhi, tayari afya ya akili na mwili. Tayari sasa hapa katika kipindi cha mchana, kusudi uweze kamilisha ndoto zako, malengo yako, maono yako, tayari inakulomba afya ya akili na afya ya mwili. Inaanza kulomba sasa hizo nguvu ambazo uliziweka kwa muda ili uweze kuzitumia katika kipindi hiki cha mchana. Maana sasa huwezi kufanikiwa kama huko na hali mbaya ya afya. Huwezi kufanya kazi kama hali yako ya afya inazorota. Kama huko na hali mbaya ya afya, huwezi kuwa na bidii ama huwezi kusonga mbele. Hasa jambo la kwanza katika kipindi cha mchana, afya yako inahitajika. Sasa hapa inategemea na uliwekeza sana kwenye afya yako ama ulizembea kwenye afya yako. Uliitunza afya yako vizuri ama haukutunza vizuri afya yako. Maana tayari afya sasa inakuhitaji katika kipindi hiki ili uweze kukamilisha malengo, maono ulionao katika maisha yako. Jambo la pili, kujenga familia na msingi wenye imara. Sasa hiki ni kipindi ambacho tayari unaingia kwenye ndoa na unaanza familia, na tayari sasa hapa unaanza kuangalia ni kizazi gani, ni kizazi cha aina gani ambacho unataka kuitengeneza, ambacho unataka kuleta kwenye hii dunia. Ni watoto wa aina gani ambao unawahitaji kwenye hii dunia. Tayari unaanza tayari umejenga sasa nini? Tayari umeingia kwenye ndoa na tayari sasa unajenga familia yenye msingi na yenye uimara. Jambo la tatu, kazi na ubunifu, travail et créativité. Yaani sasa hapa unaamua sasa kufanya kazi serious. Unafanya kazi kwa bidii na kuwa mvumilivu, kutumia ule ujuzi ambao uliojifunza kwenye ule umri uliopita. Unafanya kazi kwa ubunifu, yani ubunifu ni hali ya kufanya jambo kwa hali ya juu. Yani unafanya kitu kwa ubora wa hali ya juu. Hapo ndipo sasa unafanya kazi kwa ubunifu. Jambo la 4, miradi na utajiri. Sasa hapa sasa unaanza fikiria namna ya kutia sasa miradi mbalimbali, projet mbalimbali. Unaanza kufikiria namna sasa ya kuanza kuunda biashara ambazo zitakazotumika bila uhitaji wa muda wako. Unaanza kufikiria kuwa na kampuni ambayo itajiendesha bila wewe kuwepo hapo, lakini unaingiza faida. Miradi na utajiri, ile kipindi cha kujenga utajiri sasa unaohitaji. Jambo la 5 la muhimu zaidi, uongozi na majukumu. Tayari sasa hapa wewe ni kiongozi. Tayari sasa wewe hapa una majukumu makubwa. Tayari unaongoza timu ya watu 100, watu 1000. Tayari unaanza kuongoza watu.
tayari unaanza kuongoza vitu, tayari unakuwa na majukumu mengi sana. Sasa hapa itategemea sasa na namna bora na msingi uliouweka hapo mwanzoni, ndipo utakapoweza kufanya haya mambo unayokuambia. Lakini kama unatengeneza msingi mbovu, ndio hii sahari unakutana na watu hapo kwenye miaka 30 lakini wamekata tamaa, wameishiwa nguvu, hawana mwelekeo kwa sababu walitumia hicho kipindi vibaya. Kwa hiyo sasa wewe ambao ulitumia kipindi chako vizuri, unaanza kuangalia nini sasa matokeo sasa. Ndio maana muhimu sana msingi wa kwanza uweze kuhakikisha umeujenga vizuri, ili kipindi cha pili uweze kutekeleza bila shida, bila kuwa na kinyongo ama bila kutoa machozi mengi mengi. Maana hapa kama kuwekeza msingi mzuri, kwa kweli hapa ni kipindi ambacho inawezekana kakata tamaa. Kipindi cha jioni, tumetoka kuangalia kipindi cha asubuhi, kipindi cha mchana, tunaanza kipindi cha jioni ambacho kinaanzia katika miaka 51 mpaka 75. Sasa katika kipindi hiki ni kipindi cha kuvuna, ni kipindi cha hekima pamoja na mavuno. Sasa kwa wale waliotenda vizuri, kwa wale waliofanya vizuri katika kipindi cha asubuhi na katika kipindi cha mchana, wanaanza kupata matokeo mazuri yanayostahili, yanayofaa. Na wale walioweka msingi mbovu katika kipindi cha asubuhi na kipindi cha mchana wakashindwa kutekeleza, wanachopata kama matokeo ni majuto. Sasa mojawapo ambacho watu waliofanya vizuri katika kila kipindi, matokeo ya kwanza, anakuwa mtu mwenye amani na furaha. Anakuwa mtu ambaye mwenye amani na furaha. Hapo anaishi kiroho sawa sawa, pia kwenye mwili amefanikiwa. Yaani kwenye roho amefanikiwa, pia na kwenye mwili amefanikiwa. Tayari kampuni, biashara zinajiendesha bila yeye kuwepo, na anaingiza faida kwa watu ambao waliofanya msingi bora pamoja na kutekeleza yale waliojifunza. Jambo la pili, anakula sasa matunda ya kazi yake. Jambo la tatu, anakuwa sasa mtu wa kutoa ushauri kwa vijana, anaongoza vijana, anawapa masemina mbalimbali, anawahudumia watu wenye uhitaji katika kipindi hicho. Jambo la nne, anakuwa mtu mwenye afya njema, maana mtu ambaye aliyeishi akiendekeza vipindi kwenda vipindi, na ndipo anaishia kuwa mtu mwenye afya njema. Ni wale wazee ambao unaoangalia sasa leo hii wamefanikiwa kiroho, kimwili, hata pia popote pale wamefanikiwa. Ndio wale wazee ambao unaangalia wanatoa ushauri, wale wazee ambao wenye wako na wajukuu, ambao wajukuu wanapenda sana mababu zao, wazee ambao kutoa baraka tu. Yale ndiyo matokeo ya watu waliofanya vizuri, walioshindwa kuweka msingi mzuri, walioshindwa kutekeleza, waliojifunza, tayari wao wamekata tamaa, tayari wanaishi yale maisha ambayo yenye kuwa na chuki, maisha ambayo ya kukata tamaa, maisha ambayo hayana mwelekeo, na ni maisha ya majuto. Sasa kijana unisikiliza katika video hii ambao tumekuwa na huo mwanzo wa kipindi cha asubuhi, kipindi cha mchana mpaka kipindi cha jioni, naishia tu kusema asante kwa kuweza kunisikiliza. Vile vile nikutakie yale niliyoyatoa kwenye video hii uweze kuyatekeleza, yaweke kwenye matendo, alafu tangalia matokeo. Kumbuka nami ni kijana mwenzako,
na sisi ndio kuweza kubadili nchi yetu. Sisi ndio kuweza kutoa msaada, na tunaweza. Una ndoto kubwa, una maono kubwa, una malengo, lakini yatafanikiwa pale pindi tu utakapochukua hatua na kuanza kuishi haya mambo ambayo nimeongea na wewe katika video hii. Usisahau kucomment pamoja na kulike. Kumbuka ndoto yako inawezekana.